Karibu uungane nami katika kisa kinachoitwa Mfadhili. Katika kijiji cha Dutabovu kulitokea changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa maji. Watu wa kijiji kile walipata shida sana wakati walipokuwa wakiendeleza maisha yao, hasa baada ya maji kukosekana. Changamoto hii ilianza kidogo kidogo, na kadri muda ulivyozidi kwenda, changamoto hii ilizidi kuongezeka sana, kiasi kwamba ilifikia mahali wanakijiji wale hawakuweza kufanya shughuli nyingine yoyote zaidi ya kuhangaika kutwa nzima kutafuta maji pasipo mafanikio. Wakati changamoto ikiendelea sana na changamoto ikiendelea kuwa kubwa zaidi, kulitokea mfadhili ambaye alipita kwenye kile kijiji. Alipopita kwenye kile kijiji, aligundua kwamba wananchi wa kijiji kile wako kwenye changamoto kubwa sana ya ukosaji wa huduma muhimu sana ya maji, na ukizingatia kwamba maji ni uhai. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kuendesha maisha yao ya kila siku. Mfadhili yule aliamua kukaa na viongozi wa kijiji pamoja na wazee wa kile kijiji na kujaribu kutafuta suluhisho la namna gani wanaweza wakaondokana na changamoto hiyo ya upatikanaji wa maji. Baada ya kikao kirefu sana, mfadhili alijitolea kuchimba kisima na kuhakikisha kwamba wananchi wale wanapata maji ambayo wangewasaidia kuendesha maisha yao na kuwaruhusu wao muda mwingi kutumia kufanya shughuli zingine ambazo zingewaingizia kipato. Baada ya muda mfupi, ugeni mkubwa ulikuja pale kijijini. Walikuwa ni vijana ambao waliambatana na yule mfadhili. Wale vijana walikuwa ni wataalamu na wahandisi kwenye masuala ya maji. Kwa hiyo walikuja kijijini pale tayari kwa ajili ya kufanya survey. Baada ya kumaliza survey, mitambo ililetwa na uchimbaji wa visima vya maji ulianza. Lakini wakati zoezi lilipokuwa likiendelea, wananchi walikuwa na furaha na walikuwa na hamasa kubwa, wakitegemea mafanikio makubwa kutokana na utendaji kazi wa wale vijana pamoja na mitambo iliyokuwa ikitumika. Lakini hali ilikuwa mbaya na ikawa tofauti na matarajio yao, kwa sababu kadri walivyozidi kuyatafuta maji ndivyo maji nayo yalivyozidi kuwakimbia wao. Hali hiyo iliwapelekea wananchi wale kuamua kukata tamaa na kuona hawana budi tena kurudi kuendelea na kuhangaika na maisha yao ya kila siku. Lakini mfadhili yule aliwatia moyo. Bado wananchi hawakukubaliana na habari zile. Wakati fulani walihisi ni kwamba labda kuna vitu tu walikuwa wanavitafuta kwenye ule mji, lakini hakuja zaidi kwa ajili ya kutoa msaada. Hivyo ilikuwa ni ngumu, hata alipojaribu kuwashawishi na alipojaribu kuambia kwa namna yote, hawakuweza kumsikiliza. Walikuwepo wachache sana ambao walielewa, lakini wengi wao waliwameza kutokana na maneno waliyoyatoa, lakini kutokana pia na changamoto hiyo, basi wote walikusudia kwa pamoja na waliadhimia pamoja kutoendelea tena na harakati za utafutaji wa maji, wakisaidiana na yule mfadhili. Mfadhili yule aliumia sana. Aliamua kurudi tena kukaa chini, wakakaa kikao na uongozi wa kijiji, wazee pamoja na wanakijiji pia, wakijadili ni namna gani wanaweza wakafanya. Aliamini ya kwamba pamoja na changamoto zote, lakini ipo siku ambapo kijiji kile kingepata maji. Baada ya majadiliano ya muda mrefu sana, wanakijiji hawakuridhia. Kwa hiyo bado mfadhili alitoa tena wazo jingine. Wazo lilotolewa na mfadhili lilikuwa ni kwamba atawafadhili kwa kuwaletea maji kwa kipindi kisichopungua au kisichozidi miezi mitatu. Kwa hiyo wanakijiji wale walipewa maji na mfadhili kwa muda wa miezi mitatu, lakini baadaye aliongeza mwezi mmoja, wakapewa maji kwa muda wa miezi